Leo nataka nikutajie aina 10 za wanawake ambao wewe mwanaume hutakiwi kuoa. Yaani ukishagundua kwamba mwanamke wako ni mmojawapo katika kundi hili ninaloenda kukutajia leo, achana naye. Kwenye maisha ya ndoa utaenda kuteseka zaidi. Namba 1, mwanamke asiye na heshima. Yaani wewe mwanaume ukishagundua kwamba mwanamke uliye naye hana heshima, usije ukamuoa kwa kujidanganya kwamba atabadilika baada ya ndoa. Kuna wanaume huwa mnajidanganya kwamba huyu mwanamke ananionyesha jeuri kwa sababu sijamuoa. Huyu nikishamuoa nikamzalisha mtoto wa kwanza, mtoto wa pili, huyu atanyoka. Hawezi kubadilika. Ndoa haibadilishi tabia za mtu, lakini ndoa inakomaza tabia za mtu. Kwa hiyo tabia yoyote ambayo mwanamke anakuonyesha kabla ya ndoa, baada ya ndoa atakuonyesha mara mbili yake. Kwa hiyo kama hakuheshimu, kama hana heshima, kama anadharau, itaenda kuwa mara mbili yake. Kwa hiyo mapema ukishamuona mwanamke hana heshima, muepuke. Hawezi kubadilika baada ya ndoa. Utaishi tu ukiwa unateseka na huyo mwanamke. Mapema sana achana naye kwa ajili ya amani ya moyo wako. Namba 2, mwanamke ambaye hajitoi kikamilifu katika mahusiano yenu. Yaani ukishaona mwanamke ambaye uko naye ni kama vile mwenzako hayupo kwenye hayo mahusiano, yaani wewe unaona ndio uko serious kwenye hayo mahusiano, lakini mwenzako yupo tu. Yaani ni kama unamvuta, ni kama unambembeleza, yaani wewe ndio kama unaona future kwenye hayo mahusiano, lakini yeye yupo kama vile hayuko serious. Usije ukamuoa kwa sababu wewe sio mwanaume anayemtaka. Mwanamke huwa anajitoa kwenye mahusiano kikamilifu akiwa na mwanaume anayemtaka yeye. Kwa hiyo ukiona wewe kwako yupo tu nyuma tu, wewe sio mwanaume anayemtaka. Kwa hiyo ataolewa na wewe bora mradi tu aolewe, lakini wewe sio mwanaume anayemtaka. Namba 3, mwanamke asiyekubali kosa. Yaani ukishagundua tu kwamba uko na mwanamke ambaye yeye huwa hakubali kosa. Yaani kuna wanaume huwa mnapata hiyo nafasi. Unamuona kabisa mwanamke kwenye uchumba, yaani yeye kukubali kosa kwake ni kitu kigumu. Yaani yeye ni mtu ambaye anakataa kosa, ni mtu ambaye anazunguka unaposema hapa umekosea, ni mtu ambaye analia tu machozi. Zamani walikuwa nakudanganya kwa kukuambia kwamba mwanamke anayelia machozi ni mwanamke mzuri. Lakini niamini mimi, ukioa mwanamke ambaye haombi msamaha na kazi yake ikawa ni kutoa machozi, utajuta na utachoka, kwa sababu huyo mwanamke hata kubadilika kwake itakuwa ngumu, kwa sababu ni mtu ambaye huwa haoni kosa. Mtu asiyekubali kosa, kaa ukijua kwamba itakuwa ngumu sana kwake kurekebika kwenye jambo lolote lile, kwa sababu kukataa kosa ni sehemu mojawapo inayofanya mtu asijirekebishe. Kwa hiyo ukigundua kabisa kwamba huyu mwanamke hawezi kukubali kosa, achana naye, utaenda kulia kwenye maisha ya ndoa. Namba 4, mwanamke anayetumia pesa hovyo. Yaani mapema kabisa ukishagundua kwamba mwanamke uliye naye hana matumizi mazuri ya kifedha, yaani yeye ni mtu anayependa anasa, anatumia pesa hovyo, hakuna vitu vya mipango mnavyojadili wewe na yeye anachojali ni wewe kumfanyia vitu vizuri, kutumia pesa hovyo, kumpeleka out, kumpeleka kwenye shopping, kufanya nini. Yaani yeye hakuna vitu vya muhimu ambavyo wewe na yeye mnakaa mkajadili. Huyo mwanamke usije ukamuoa. Hiyo ni aina ya wanawake ambao baada ya wewe kuishiwa atakukimbia. Yaani yeye anavutiwa na pesa zako. Pengine hata wewe sio mwanaume anayemtaka. Na ndio maana yuko hapo, hana mipango yoyote ya kimaisha na wewe. Unaona tu mnakaa na kujadili starehe, mnakaa na kujadili mambo ya anasa, lakini hakuna chochote ambacho ni cha muhimu mnachojadili wewe na yeye. Achana naye. Namba 5, mwanamke anayetumia akili kubwa kukuzunguka wewe kiakili ili umtimizie mambo anayoyataka. Yaani wewe unamuona kabisa mwanamke uko naye anakumanipulate wewe. Mara anune, mara afanye vioja gani, ana drama nyingi sana, na ndani ya drama zake ukimuuliza shida ni nini, kuna vitu anataka umtimizie. Huyo mwanamke usije ukamuoa, atakumanipulate kwenye maisha ya ndoa, huwezi kuamini. Kila utakachosema hiki umekosea, atasema nimekosea kwa ajili yako. Kila utakachotaka kusema hili umekosea, atasema hii ni kwa ajili yako. Kwa hiyo makosa yote kwenye ndoa utayabeba wewe. Ukishamuona mwanamke mapema anakutumia wewe kiakili, ukishamuona na kugeuza wewe kama mtoto, ni mtu ambaye ana drama nyingi, usije ukamuoa. Hizo drama kwenye maisha ya ndoa zitazidi. Na ndio maana unakuta kuna mwanaume anachanganyikiwa, anasema mke wangu anafanya vitu mimi sivielewi. Sijui sababu ya huyu mtu kufanya vitu hivi na hivi. Nakwambia ukweli, huyo mwanamke
kwenye maisha ya ndoa drama zake zitazidi zaidi na utamkinai. Ukishamuona mapema huyu mwanamke ana drama, achana naye. Namba 6, mwanamke asiyekubali kujifunza. Najua wewe ukiwa mwanaume mzuri, utakapoingia kwenye mahusiano na mwanamke, unaweza ukamuona ana kasoro kwenye jambo hili, kwenye jambo hili, kwenye jambo hili. Lakini ukaamua kujikita kwamba nitamrekebisha kwenye hizi kasoro ambazo anazo, nitamrekebisha. Lakini ukishagundua kwamba mwanamke uliye naye huwa hakubali kujifunza kwa namna yoyote ile, kila unavyohangaika kumrekebisha mwenzako hakubali, kila unavyomtengeneza unamshepu yeye kuwa mke wako, unamuona kabisa mnashindana, usimuoe. Huyo mwanamke wewe sio mwanaume anayemtaka. Mwanamke huwa anabadilika na anajirekebisha kwa ajili ya mwanaume anayemtaka. Ukiona huku mapema kabisa kwenye uchumba, mwanamke anakupa wakati mgumu sana, unahangaika sana kumrekebisha, inakuwa ngumu kwake kukubali. Kila unapomwambia hiki na yeye anaweka misimamo yake. Ni mtu ambaye hakubali kuvunja misimamo yake kwa ajili yako. Usije ukamuoa. Kwenye maisha ya ndoa, huyo mwanamke atakupa kizunguzungu zaidi, kwa sababu tabia yoyote ambayo atakuwa nayo itabidi uivumilie kama ilivyo. Na ndio maana unamuona leo hii anakataa kujifunza. Namba 7, mwanamke anayependa mashindano. Ukigundua mapema kwamba uko na mwanamke ambaye anapenda mashindano, iwe ni kifedha, iwe ni kwenye kutoa maamuzi, iwe ni kwenye kutoa matamko, yani kivyovyote tu unamuona anapenda mashindano. Yani wewe una pesa, anataka na yeye afight awe na pesa sawa na wewe au akuzidi. Anapenda mashindano, achana naye mapema sana. Ndoa sio uwanja wa mashindano. Ndoa ni sehemu ambayo mnaenda kukutana watu wawili ambao mtasikilizana. Mmoja atakuwa juu na mmoja atakuwa chini. Lakini mwanamke uliye naye unamuona mapema kabisa anapenda mashindano. Yani yeye anapenda kuwa sawa na wewe. Masuala ya usawa ni kama yamemkaa kwenye akili yake. Mkimbie haraka sana, kwa sababu kwenye maisha ya ndoa utashindwa kusimama kikamilifu kwenye jukumu lako la kuwa mwanaume kwake. Ukiona tu ameanza kushindana na wewe, maana yake huyo mwanamke hawezi kuwa chini yako. Kwenye maisha ya ndoa mtaenda kushindana zaidi. Hiyo tabia ambayo anaionyesha leo hii kabla hamjaoana, baada ya kuoana atakuonyesha zaidi na zaidi. Yani itakuwa ni mara mbili yake. Namba 8, mwanamke asiyekubali mamlaka yako. Ukimuona mwanamke anapingana na mamlaka yako, yeye hataki kuwa chini yako, ni mtu ambaye anaamini na mimi mwanamke natakiwa kujitawala, na mimi nina akili yangu, na mimi sijui nina nini changu, achana naye haraka sana. Sijui sisi ni sawa, sijui nini na nini, kwa nini mimi niwe chini, mbona iko hivi, anahoji vitu. Yani yeye hawezi tu kukupa nafasi yako, hawezi tu kukuacha usimame kama mwanaume kwenye hayo mahusiano. Usimuoe. Kwenye ndoa utaenda kuteseka. Huyo mwanamke atataka wewe na yeye muishi kwenye usawa, hatotaka kusikiliza neno lako lolote wala sheria zako zozote, kwa sababu kwanza yeye hataki kuwa chini ya mamlaka ya mtu. Kwa hiyo ukimwona mapema yeye hataki kutii mamlaka yako, yeye haikubali mamlaka yako, achana naye, kwa sababu kwenye maisha ya ndoa ataenda kuzidisha. Hiyo tabia unayoiona itaenda kuwa mara mbili yake. Hivyo namna ambavyo anapingana na mamlaka yako itaenda kuwa mara mbili yake. Na hii itakuumiza sana wewe mwanaume, kwa sababu utakuwa unaishi na mwanamke ambaye huwezi kummiliki. Yani anakuwa kama vile sio mwanamke wako. Huna sheria, huna mamlaka juu yake. Kwa hiyo ukiona tu mwanamke huna mamlaka kwake, ni mtu ambaye anapingana na mamlaka yako, ni mtu ambaye hakubali nafasi yako wewe kama mwanaume, anataka tu kama vile iwe kawaida, sijui 50-50, sijui nini, huyo achana naye, mwache akae mwenyewe. Kwenye maisha ya ndoa hivyo vitu ataenda kuzidisha zaidi na zaidi. Namba 9, mwanamke anayemilikiwa. Wewe mwanaume ni mmiliki kwa mwanamke, lakini ukigundua mwanamke uliye naye anamilikiwa na watu wengine nje na wewe, achana naye. Na hawa wamiliki nazungumzia wazazi, marafiki, watu wa karibu, sijui wale anaowaita dada, wamekutana tu mjini hapo. Unamwona mwanamke wako ni kama amemilikiwa. Yani wewe uko naye kwenye mahusiano, kila kitu mpaka wazazi wake awashirikishe, kila kitu mpaka amshirikishe dada yake, kila kitu mpaka awashirikishe marafiki zake. Achana naye.
huyo mwanamke utaenda kuteseka naye sana kwenye maisha ya ndoa. Hamtakuwa na la pamoja nyinyi, kwa sababu mwenzako atakuwa na watu wengine ambao anawasikiliza. Kwa hiyo kwenye ndoa yenu kutajaa vurugu. Hiyo tabia itaongezeka zaidi kwenye ndoa, itakuwa mara mbili yake. Yeye kila kitu atataka kujiuliza kwa watu, kila kitu atataka kupata mtazamo wa wazazi, kila kitu atataka kujua marafiki zake wana mtazamo gani juu ya hilo. Kwa hiyo wewe unaweza ukawa una vitu ambavyo unahitaji wewe na mkeo mfanye, na mkaanza kupingana. Akaanza kuto kukubali kitu ambacho wewe unakitaka kwa sababu ana watu wengine ambao anawasikiliza. Hata kuwa mke wako utateseka sana kumfanya kuelewe wewe, kwa sababu kuna watu wake wengine ambao yeye anataka kuwasikiliza nje na wewe. Ukishaona mwanamke uliye naye hawezi kukaa na wewe wawili mkaendesha maisha yenu, yeye bado anabebelea makundi ya watu, sijui ana marafiki, sijui wazazi, sijui watu wanaomzunguka, sijui kina dada, sijui kina nani, yani yeye hawezi kuua hivyo vitu kwa ajili ya kuanzisha familia yake, mtateseka. Yani utaenda kuteseka kwenye hiyo ndoa, kwa sababu maisha ya ndoa mnaenda kujenga familia yenu. Kwa hiyo huyo mwanamke anatakiwa wewe na yeye ndio msikilizane. Lakini kama kwenye maisha yake yeye bado anasikiliza watu wengine, anataka maoni ya watu wengine, anataka ushauri wa watu wengine, kila kitu mpaka ajiulize kwa mtu fulani, yeye hawezi kufanya kitu chochote ambacho wewe umesema kama mwanaume mpaka amuulize fulani, asikie fulani anasema nini. Achana naye, huyo sio mke wako. Huyo ni mke wenu, wewe na wazazi wake, wewe na marafiki zake, wewe na dada yake, wewe sijui na nani. Ukishaona huyo mwanamke anamilikiwa, huwezi kummiliki wewe, mwache aende huko huko. Namba 10, mwanamke ambaye ana chuki ya kijinsia. Ukishagundua mwanamke uliye naye ana chuki ya kijinsia, yeye anachukia asili ya kiume, usimuoe mapema kabisa. Akishaanza kuonyesha dalili ya kuwa na ubinafsi, kwamba sijui wanaume wako hivi, wanaume wako vile, mimi wanaume siwaamini kabisa, yani hujamuoa, ameshaanza kukwambia yeye wanaume hawaamini kabisa, usimuoe. Huyo mwanamke ana chuki za kijinsia. Umeshamuona kabisa mwanamke uliye naye anamchukia baba yake, atakuchukia hata wewe. Hiyo tabia ni tabia yake ya ndani. Yani huyo mwanamke hata ungemfanyia jema gani, hawezi kuappreciate wala kuthamini chochote unachomfanyia, kwa sababu yeye kuna picha yake alishaijenga kuhusu asili ya kiume. Yeye kuna picha yake alishaijenga kuhusu wanaume. Kwa hiyo wewe chochote utakachokifanya kwenye maisha yake kitakuwa kibaya. Itakuwa ni ngumu sana kwako wewe kueleweka kwake. Hata utakapofanya kitu ambacho kinalenga kutengeneza mahusiano yenu, yeye hata kuelewa. Ataona umekifanya kwa sababu fulani. Yeye atakuwa anatafuta kucomplain kila kitu, atakuwa na overthink kila kitu, kwa sababu yeye ana chuki ya kijinsia. Kwa nini mwanaume anafanya hiki? Kwa nini mwanaume anafanya kile? Hata utakachofanya kwa ajili ya manufaa yenu nyinyi wenyewe, ataona kama unafanya kwa ubaya. Kwa hiyo ukishaona tu mwanamke huyu ana chuki za kijinsia, mwache akae hivyo hivyo. Usije ukaingia kwenye maisha yake, utaenda kulia. Kila utakachokifanya kwenye maisha yake atacomplain, kila utakachokifanya kwenye maisha yake atalaumu, kila utakachokifanya hataona jema kwako. Kwa hiyo utaishi na huyo mtu ukiwa unateseka. Ukishaona mwanamke uliye naye yuko kwenye aina hizi nilizokutajia, achana naye. Kwenye maisha ya ndoa ataenda kukuonyesha hizo tabia mara mbili yake. Ndoa haibadilishi tabia za mtu, lakini ndoa inazidisha tabia za mtu. Mkishazoeana, anajua ulishakubali hizo tabia zake kipindi hujamuoa. Anajua ulikuwa unajua na misimamo gani. Yaani mwanamke ukiona huku mapema mwanzoni mwa ndoa umeshindwa kumrekebisha, kwenye ndoa hicho kitu sahau. Sahau. Kwa sababu yeye kwenye akili yake anaweka kabisa ulishakubaliana na hilo. Ulishakubaliana na tabia zake. Kwa hiyo ukianza kufanya hayo mambo kwenye ndoa ndio unajifanya unakataa sijui nini, ataona kama unamtafutia sababu. Kwa hiyo mwanzoni kabisa ukishaona huyu mwanamke hana heshima, ukishaona huyu mwanamke hajitoi kwenye mahusiano, jua kabisa wewe sio mwanaume anayemtaka. Ukishaona huyo mwanamke hawezi kukusikiliza wewe, hatii mamlaka yako. Ukishaona huyo mwanamke anatumia pesa hovyo, yaani yeye na wewe hamkai mkajadili mambo ya muhimu, nyinyi ni starehe, anasa, kumpeleka shopping, sijui kwenda wapi, kwenda out, anapenda maisha ya mtandaoni, anapenda maisha ya umaarufu, anapenda maisha ambayo hata mfuko wako haufikii, achana naye. Kwa hiyo yani ukiona mwanamke uliye naye yupo kwenye hili kundi, kwenye ndoa utaenda kulia zaidi. Zile tabia ambazo unaziona kwa mwanamke mapema, hivyo ndivyo huyo mwanamke alivyo. Usije ukafikiri kuna kitu utaongea akuelewe. Hiyo ni milele. Kwa hiyo kwenye uchumba kama ataonyesha namna ambavyo atafanya jitihada za kubadilika, huyo muoe. Lakini kama na kwenye uchumba tu kwenye unaona unafanya mahubiri, unaongea peke yako, unampigia mbuzi gitaa,
kwenye ndoa ndio utaenda kuchanganyikiwa zaidi na hayo mambo yake.